Na hii ni Mnyalu TV. Moja kati ya tamaduni ambayo tumekuwa tukiisoma na kuisikia kwa muda mrefu kutoka katika jamii ya Wamasai ni tamaduni ya kushea mwanamke, ambapo ni swala la kawaida sana katika jamii zao, na pale ambapo unamkuta mwanaume mwingine na mke wako hautakiwi kumind wala kuongea kitu chochote. So tamaduni ya kushea boma, mwanaume mwingine anachomeka mkuki katika nyumba ya mwanaume mwingine na kujamiana na mwanamke ambaye sio wa kwake ni kitu ambacho cha kawaida kwa Wamasai, na kuna ambao walikuwa nadhani kama story ni kitu ambacho labda kilifanyika miaka ya nyuma sana. Mpaka sasa hivi kinafanyika, na hii video ambayo unaiona hapa ni video imetoka kwenye page ya Instagram ya Amani Dimile. Alikuwa anaongea na hao Wamasai na kueleza kwamba tamaduni ambazo zimekuwa zikitajwa na kusikika kwa baadhi ya sehemu ni tamaduni za ukweli kabisa, na mmoja kati ya Wamasai hapo anasema ana mtoto, lakini huyo mtoto ambaye naye ni mtoto wa mwanaume mwingine. So unaweza kaona ni kitu ambacho kinafanyika mpaka leo, na kila Masai ambaye yupo kwenye boma anakitumia hicho kitu. Yani mwanaume mwingine ana uwezo wa kulala na mwanamke wa mwanaume mwingine na kisitokee kitu chochote kibaya. Na kuwekea hii video utazame namna ambavyo Wamasai wanaeleza kuhusiana na hiyo tamaduni. Subiri kaka, watu ni wa kwangu. Umetuambia kwamba hamna wivu. Niprovie kwa mfano labda mke wako alishai kupewa mtoto na mtu mwingine. Ni vipi? Kwa kweli sisi hatuna wivu. Kama unavyosema kwamba mwanamke wa jamaa yangu hapa ni kama vile mke wangu. Mwanamke wangu ni kama vile jamaa. Mbaya ni hivi, kama nikimtongoza mwanamke wa huyu jamaa alafu na kukosesha amani kwenye familia yake, ndio kitu kibaya sana. Ila kama nikimtongoza ila kufanya naye tu mapenzi, ni kitu cha kawaida. Wewe kwa kisha kutokea? Ndio imenitokea. Nimetoka vingi sana. Hadi sasa hivi mtoto ambaye ninao mimi hapo hivi ni mtoto wa Molani mwingine, wa mtu mwingine, ila ni mtoto wangu. Na yule Molani ukionana naye mnapiga story full. Maisha yanasonga mbele, anaendelea na kusongesha urafiki. Unajua hivi, mimi huyu amemzalisha mke wangu. Huyu nikimkuta mjini tena ndio rafiki wangu zaidi ya wengine. Kwa tunakula nyama, unamuita huyu. Ni kama vile unaendeleza kuwa ile kutengeneza urafiki mkubwa. Jamani, wabongo fanyeni hivyo na sisi basi, tusaidie. Na pia kufanya hivyo sometimes unajua kulala na mwanamke wa mtu au kumpatia mwanamke wa mtu mimba. Kama vile nashangaa yule mwanamke ametoka kwenye familia yake ana nuksi zingine, umeona? Au analala nyingine. Nilikuwa nataka kuleta laana kwenye hii familia. Mimi nikaja kulala naye. Ni kama vile nimefuta ile laana. Umeona? Kama vile nimefuta. Kumbebesha tu mimba. Kuna vitu vingine zimepatikana. Kama kuna baraka nyingine imepatikana, umeona? Kuna vitu. Kwa hiyo ni kama hivyo. Kwetu sisi kulala na mwanamke wa mtu ni kawaida. Kwetu sisi kutembea na mwanamke wa mtu, kumpatia mwanamke wa mimba wa mtu ni kitu cha kawaida. Mtu mfano ukija kuchukia tu ghafla, labda ndio nakupa ng'ombe mmoja kwa sababu ya thamani, ila tunaendeleza kuweka urafiki mkubwa zaidi. So kwamba tunachukiana. Una mtazamo gani baada ya kuitazama hiyo video? Unadhani hii tamaduni ina faida gani na ina madhara gani baada ya kuwasikiliza Wamasai wakizungumza? Nikukumbushe tu kusubscribe na turn on alama notification ili uwe kwanza kupata habari ambazo zinaweka hapa, na nikukumbushe kuniwekea mtazamo wako hapo chini kwenye comment kuhusiana na hiyo video. Na hii ni Mnyalu TV.